katika Luka sura ya 3 mstari wa 23. Kwenye Kiswahili haijakaa vizuri sana, ingawaje ni iko hivyo hivyo tu, lakini kwenye Kiingereza imenyoka sana, lakini nitafafanua kwa kutumia Kiswahili hivyo. Katika Luka 3:23 mpaka mstari wa 38. Mistari ni mingi, sasa nitaisoma kwa kukatakata, alafu tuangalie kwenye Kiingereza namna ambavyo imezungumza. Imeanza hivi. Ngoja ni 3:23. Nisome kwa Kiswahili alafu tutaenda kwenye Kiingereza. Inasema, na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli. Ukisikia mwana wa Yusufu alafu ukisema wa Eli, maana yake Eli mwana wa Yusufu, wa Mathati mwana wa Eli. Sawa? Hapo tusome kwenye Kiingereza ndio inakaa, ndio maana nikasema kwenye Kiingereza ndio inaeleweka zaidi. Mstari wa 23 nasema, and Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Eli, which was the son of Matthew, which was the son of Levi, which was the son of. Kwa hiyo yote anasema anatajwa Yesu alikuwa mwana wa Yusufu. Yusufu alikuwa mwana wa Eli, Eli alikuwa mwana wa Mathati, Mathati alikuwa mwana wa Lawi, Lawi alikuwa mwana. Tuko sawa? Sasa ukienda mpaka mstari wa 38 inaonekana wa Enoshi, Enoshi wa Seti, Seti wa Adamu, Adamu wa Mungu. Tukianza kwa ufafanuzi wa Enoshi, Enoshi mwana wa Seti, Seti mwana wa Adamu, Adamu mwana wa Mungu. Tuko sawa? Kwa hiyo Adamu, kwa sababu kichimbuko Adamu na Hawa hawana mzazi, maana yake mzazi wao naturally anakuwa ni Mungu mwenyewe. Ili ihesabike kwamba ni ndoa, ilitakiwa itoke ruhusa ya Mungu. Mungu ndiye aliyesema zaeni mkaongezeke. Tuko sawa? Na hiyo ilihesabika ni ndoa. Ndio maana wale watu ambao wanasema sijui Adamu na Hawa walifanya dhambi ya kufanya uzinzi, ni kwa sababu tu ya kutokuchunguza tu maandiko. Uzinzi ni mtu aliye ndani ya ndoa kutoka nje ya ndoa anaitwa mzinzi. Mwasherati ni mtu ambaye yuko ndani, mtu ambaye hajaoa au kuolewa kufanya tendo la ndoa anaitwa mwasherati. Sasa Adamu na Hawa walikuwa wako kwenye ndoa, na hakukuwa na mtu mwingine yote duniani walifanya uzinzi na nani, na haikuwa dhambi wao kukutana. Hakukuwa na dhambi wao yote. Kwa hakukuwa na dhambi kwenye shughuli kwenye swala lao la ndoa. Hakukuwa na dhambi yoyote. Kwa Mungu amewapa ruhusa, zaeni mkaongezeke, maana yake aliwafungisha ndoa. Siko sawa? Na mtindo huo kabla ya Adamu na Hawa, kabla ya Hawa kuwa mke wa Adamu,